Kwa kuwa wewe huu mwanadamu, basi ipo vita inaendelea ndani yako kila siku, usiku na mchana. Ila kabla tujaendelea kupata kufahamu zaidi, basi hakisha video hii unashare na wengine. Mwanadamu alivyo ameumbika na vitu vitatu ambavyo ni mwili, roho na nafsi. Mwili, roho na nafsi. Ila kwa pamoja unaweza kuvipanga kama mwili, nafsi na roho. Mwili ukiwa umebeba mambo yote ya dunia, na wenyewe unaishi kwa tamaa kuhakikisha kwamba inapata makusudi yote ya mambo ya dunia, mambo ambayo hayana msingi na wala hayana uhusiano na Mungu. Kadhalika roho yenyewe inabeba mambo yote ya Mungu. Roho yenyewe ni mwakilishi wa Mungu katika mwili wako, na nafsi yeye yuko katikati. Wakati mwingine anaweza kaungana na mwili, basi ukashangaa mtu huyu anaitwa ni mtu wa mwilini, lakini kama nafsi yako itaungana na roho yako, basi wewe utajulikana kama mtu wa rohoni. Biblia katika kitabu cha Galatia sura ya 5 na mstari wa 17 imeandikwa, kwa sababu mwili hautamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepigana hata hawezi kufanya myatakayo. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepigana hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hii iko hivi kwamba kumbe mwili wako wenyewe kila siku unafanya vita ndani yako, vita ambayo ni dhidi ya roho yako. Na ndio maana wakati mwingine unaweza kuamka kuomba, lakini hapo hapo mwili huu unataka ulale. Mwili huu unakuambia bwana, sasa hivi umechoka, hata hivyo kesho na majukumu mengi, basi inabidi ulale. Kwa maana hiyo mwili wenyewe mwili unahitaji tu mambo ambayo hayana msingi, na kama utausikiliza mwili ni wazi kwamba hautaweza kufanya mambo ya Mungu. Kwa hiyo ipo vita ndani yako, na hiyo vita wewe mwenyewe unaijua, na wewe mwenyewe ni shuhuda kwamba fikiria ni mara ngapi umewaza kwenda kanisani, lakini ghafla tu umejikuta umeacha kwenda, au umelala kupitiliza. Au ni mara ngapi umewaza uamke ufanye shukrani za usiku, maombi ya usiku, lakini kwa bahati mbaya uliendelea kulala na wala kuamka, au ulisikia alarm, basi kuna kitu tu kakakwambia hebu izime. Ni mara ngapi umepanga kufanya mambo mengi ya msingi, lakini unajikuta kutokufanya. Unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu ya hiyo vita ambayo iko ndani yako. Mwili unahakikisha kwamba wenyewe unafanya mambo ambayo sio ya msingi, ambayo hayana uhusiano na Mungu, mambo ambayo kiukweli mara nyingi yanakupotosha wewe. Lakini roho yenyewe inahakikisha, inapambana kuhakikisha kwamba wewe unakuwa ni mtu safi, mtu wa rohoni, mtu ambaye unafanya mambo ambayo yanampendeza Mungu, mambo ambayo kimsingi ndio Mungu anataka ufanye. Nafsi katikati yuko hapo, na nafsi ana ufahamu, nafsi ana akili, nafsi ana hiari, nafsi ana matamanio ya moyo pia. Kwa nafsi yenyewe ndio imebeba ufahamu na utashi kwa namna gani ya kuact, kama utakuwa rohoni ama utakuwa mwilini. Kwa tujue, tufahamu kwamba kumbe ipo vita ambayo inaendelea ndani yetu, na vita hii yenyewe imekusudia either itupeleke motoni ama itupeleke kwa Mungu. Na kama utaamua basi kusikiliza mwili unahitaji nini, ni wazi wewe utaelekea kuwa mtu wa mwilini, na mwisho siku utakutana na uharibifu tu, kwa sababu nia ya mwili ni uharibifu. Yani manake uhakikishe unakutenga wewe na Mungu. Lakini nia ya roho yenye Biblia inasema ni uzima wa milele. Kumbe kwenye roho upo uzima wa milele, na hapo ndipo ambako Mungu anapangalia. Bwana Yesu asifiwe. Nafahamu umekutana wakati mgumu sana kwenye kufanya maamuzi, wakati mwingine maamuzi ambayo yanakuhusu wewe na maisha yako. Lakini kwa sababu pia ipo vita nyingine ambayo wakati mwingine unaweza usijue, au unaweza ukao ufahamu, ni vita ya kukupeleka aidha kwa Mungu ama kwa shetani. Vita ambayo inaendelea ndani yetu, vita ambayo ni ya mwili dhidi ya roho. Biblia inasema kama utasikiliza mambo ya mwilini, ni wazi utakao mpendeze Mungu. Kama utaishi kuupendeza mwili wako, ni wazi kwamba utaweza kumpendeza Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kama ni kuupendeza mwili, basi mwili wenyewe utataka ufanye yale mambo ambayo ni hayana uhusiano na Mungu. Kwa mfano, kutokwenda kanisani, kwa sababu hata hivyo kwenda kanisani kule utaenda kutoa sadaka zako na fedha zako. Ni bora fedha yako ukanunua nyama, labda ukakaa ukala, au ukaenda sehemu fulani ukapata burudani. Huo mwili ndio unavyotaka hivyo.
utakwambia pia, mbona unawahi kuamka, unaenda wapi? Mbona iko hivi na hivi na hivi? Mbona tayari ushafanikiwa? Mbona unajisumbua na Mungu? Kwa hiyo ndio huwa ni matakwa ya mwili, kuhakikisha kwamba wewe wenyewe unakutoa kwenye ramani ya masuala ya Mungu, kuhakikisha kwamba wewe ukai na Mungu, kuhakikisha kwamba wewe haumpendezi Mungu. Na mwili sasa ndio ambao shetani anautumia, na ndio maana Biblia inasema kule kwenye kitabu cha Mwanzo, ule mwanamke akautazama ule mti, ule tunda, akaona kwanza ni nzuri, alafu linatamanisha machoni, akavutiwa nalo. Kwa hiyo mwili wake ulianza kutamani lile tunda na wenyewe. Kwa hiyo moja kwa moja akaenda kala ile tunda. Nini kilitokea baada ya kula tunda? Ni wazi kwamba hiyo ndio ilikuwa anguko la mwanadamu, lilianzia hapo. Na kutokea hapo akamchukiza Mungu, na anzia hapo pia ndio akawa amefukuzwa kwenye bustani ya Eden. Ndio hapo Mungu akaweka laana kati yake na nyoka. Kwa hiyo kumbe, kama tutaenda kwa kufuata mwili, ni wazi kwamba hatutakaa tumpendeze Mungu, na tutaishia kwenye kuanguka, tutaishia kwenye kupotea. Na kusia asubuhi ya leo, jifunze namna ya kucontrol mwili wako. Na ndio maana Biblia inasema tuwe na kiasi. Tuwe na kiasi, kwa maana kwamba kila ambacho unakifanya kwa kuhusiana na mwili wako, basi uweze kucontrol, sio mwili kucontrol, kwa sababu mwili ukikucontrol utaweza kutenda mambo ya rohoni ambayo ndio ambayo kimsingi Mungu anayataka. Asubuhi ya leo nakutakia siku njema, lakini kubwa kabisa, hakikisha unaendelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Awake Ministries International. Tunapatikana kwa namba 0686086077. Hiyo ni namba ya huduma. Wakati wote muda wote unaweza kuchati na sisi kupitia WhatsApp ama ukapiga. Mungu akutunze katika jina la Yesu. Kisha unakuwa mtu wa rohoni na wala sio wa mwilini, kwa damu ya Yesu.